Watu hawalipii juhudi zako, hawalipii ndoto zako, wala hawalipii jinsi ulivyo na bidii. Wanalipia kitu kimoja tu, suluhisho. Kama biashara yako haitatatua tatizo la mtu, basi haijalishi umejitahidi kiasi gani, hakutakuwa na mteja. Swali muhimu leo, si una bidhaa gani, bali unamsaidia nani na vipi? Karibu kwenye sura ya pili ya kitabu The $100 Startup cha Chris Guillebeau. Bila kusahau, hii ni Sauti ya Kurasa, mahali ambapo mawazo yanapewa sauti. Karibu. Sura ya pili. Give them the fish. Wape samaki. Baada ya sura ya kwanza kutuvunja hofu na kutuonyesha kuwa wajasiriamali wengi hawakuwa na mpango mkubwa wa kuanzisha biashara wala hawakuanza na mtaji mkubwa, sura ya pili ya The $100 Startup inachukua hatua inayofuata ambayo ni ya msingi sana. Chris Guillebeau anaelekeza mjadala kutoka kwa mtu binafsi kwenda kwa watu wengine, yaani wateja. Kama sura ya kwanza ilikuwa inatufundisha kuwa tunaweza kuanza na kile tulichonacho hata kama ni kidogo, basi sura ya pili inatufundisha kuwa kile tulichonacho hakitakuwa na maana kama hakimsaidii mtu mwingine. Hapa ndipo dhana ya give them the fish inapochukua nafasi yake. Katika sura hii, mwandishi anatukumbusha ukweli ambao mara nyingi tunapouza. Biashara haipo kwa ajili ya mmiliki wake, ipo kwa ajili ya mteja. Unaweza kuwa na bidii isiyo na kifani, unaweza kuwa na ndoto kubwa, unaweza hata kuwa mtu mwaminifu na mchapakazi, lakini kama kile unachotoa hakitatui tatizo la mtu, biashara haitadumu. Wateja hawatoki nyumbani asubuhi wakisema, leo nikaunge mkono juhudi za fulani. Wanatoka wakiwa na shida fulani wanayotaka itatuliwe. Katika mazingira ya kawaida, hasa masokoni, hili linaonekana kila siku. Angalia soko la Kariakoo, soko la Tandale, au hata masoko ya vijijini. Watu wanaouza wanaofanikiwa si lazima wawe na bidhaa nzuri zaidi, bali ni wale wanaoelewa mteja wao. Mfanyabiashara anayejua kuwa wateja wengi ni wafanyabiashara wadogo, atauza kwa bei zinazolingana na mzunguko wa pesa zao. Mfanyabiashara anayejua wateja wake ni wakazi wa eneo fulani, atazingatia ladha, uwezo na mahitaji yao. Hii si bahati, ni uelewa wa tatizo la mteja. Chris Guillebeau anaeleza kuwa wafanyabiashara wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu wanajenga biashara kwa mtazamo wao wenyewe. Mtu anaweza kusema, napenda sana muziki, au ninapenda sana kubuni, lakini kama hajiulizi, ni nani atanilipa kwa hili na kwa nini, basi anachofanya kinabaki kuwa burudani, si biashara. Biashara inaanza pale unapochukua kitu unachokipenda au unachokijua, kisha unakiunganisha na tatizo halisi la mtu mwingine. Wazo la give them the fish lina maana ya kumpa mteja suluhisho la moja kwa moja. Watu wengi hawana muda wa kusoma vitabu, kuhudhuria mafunzo marefu, au kujaribu mara nyingi mpaka wafanikiwe. Wanataka mtu awaondolee mzigo huo. Mfano mzuri ni watu wanaosaidia wengine kufanya usajili wa laini, kujaza fomu za mikopo na ajira mtandaoni. Wateja wanaweza kujifunza wenyewe, lakini hawana muda, subira au vifaa. Hapo ndipo huduma inapoingia. Ukichunguza kwa makini, utaona kuwa biashara nyingi ndogo zinazofanikiwa zinafanya jambo moja tu: zinawarahisishia watu maisha. Fundi viatu hafundishi mteja jinsi ya kushona kiatu, anamshonea. Fundi umeme hafundishi nadharia ya umeme, anarekebisha tatizo. Mama lishe hafundishi kupika, anapika. Hii ndiyo roho ya give them the fish. Kwa mtu mwenye mtaji mdogo, falsafa hii ni muhimu zaidi. Kama kijana ana simu janja, haimaanishi anapaswa kufundisha watu wote jinsi ya kuitumia. Anaweza kuanza kwa kuwasaidia watu kupiga picha za passport, kutuma maombi ya kazi, au kutangaza biashara zao WhatsApp, Facebook au hata Instagram. Hapa mteja analipia urahisi. Analipia kwa sababu mtu amemwondolea mkanganyiko na kumpatia matokeo. Sura hii pia inasisitiza umuhimu wa kuangalia biashara yako kwa macho ya mteja. Jiulize, mteja wangu ana shida gani leo? Labda ni mkulima anayehitaji soko la mazao yake. Labda ni mfanyakazi anayehitaji chakula cha haraka mchana. Au labda ni mzazi anayehitaji sare za shule kwa bei nafuu. Pale unapoweza kujibu swali hilo kwa uaminifu, tayari una mwanzo wa biashara. Chris Guillebeau anaonyesha kuwa mara nyingi biashara hazianzi na wazo kubwa au mapinduzi makubwa, bali zinaanza na kusikiliza malalamiko ya watu, changamoto zao
na mambo yanayowachosha kila siku. Katika kusikiliza huko, ndipo unapogundua fursa. Biashara inayofanikiwa ni ile inayotatua tatizo ambalo watu wamelizoea kulalamika. Kwa kuunganisha sura ya pili na sura ya kwanza, ujumbe unakuwa mzito zaidi. Sura ya kwanza ilisema, usiogope kuanza, hata kama una kidogo. Sura ya pili inaongeza, lakini hakikisha kile unacho kinamhusu mteja. Kuanzia hapa, mfanyabiashara anabadilika kuwa mtu mwenye wazo, kwenda kuwa mtu mwenye huduma. Anaanza kupima mafanikio yake kwa tabasamu la mteja, si kwa bidii yake binafsi. Kwa ujumla, Give Them the Fish inatufundisha kuwa biashara inayodumu ni ile inayojengwa juu ya thamani kwa wengine. Faida yako itakuja kama matokeo, si kama lengo la kwanza. Kadri unavyosaidia watu wengi zaidi kutatua matatizo yao ya kila siku, madogo au makubwa, ndivyo biashara yako inavyokuwa taratibu, lakini kwa uhakika. Toka leo, acha kufikiria tu unachotaka kuuza. Naanza kufikiria tatizo linalowasumbua watu wanaokuzunguka. Chagua mtu mmoja, tatizo moja na suluhisho moja rahisi. Anza kwa kiwango kidogo, sikiliza wateja, boresha huduma yako, kisha endelea. Kumbuka, biashara inayofanikiwa haianzi kwa ndoto kubwa, inaanza kwa kumpa mteja samaki, si maelekezo marefu ya kuvua. Usisahau kusubscribe, kushare na kuendelea kuwa nasi hapa Sauti ya Kurasa, mahali ambapo mawazo yanapewa sauti.